ndugu Mwesigwa Zaidi Siraji ni mwananchi, ni mwananchi na taaluma yangu ni mwanasheria. Kwamba tulikuwa na uchaguzi mkuu katika nchi yetu tarehe 29 Oktoba, ambao uchaguzi huo uligubikwa na vurugu, lakini na madhara makubwa kwa Watanzania. Mimi ni katika waathirika wa matukio hayo yaliyotokea. Matukio yaliyotokea, bahati mbaya wananchi wengi hawakuweza kuyaona kabla. Wengi waliweza kuona kurupushani, kusikia milio ya mabomu, kusikia nini, vitu kama vile. Na kumetokea hali mbaya ambayo propaganda zinaendelea kulishwa kwa wananchi, wachonganisha wananchi na serikali yao, wachonganisha wananchi na vyombo vya ulinzi na usalama. Mimi nilivamiwa baada ya kupiga kura, nikawa nakuja ofisini kwangu mjini, hali ikiwa shwari katika macho ya kawaida, lakini fika Kimara nilivamiwa na genge la watu wengi sana, na barabara zikiwa zimezuiliwa, zina vizingiti vya namna mbalimbali. Waliweza kuchoma gari langu likateketea. Lakini katika uchomaji wa gari na mashambulizi yalikuwa yakifanyika, wananchi hao wanaosema ni waandamanaji, hakuna mwananchi hata mmoja alikuwa na bango la ujumbe wote wa maandamano, kitu cha kwanza. Lakini nilishuhudia kwa macho yangu vijana wakiwa na silaha SMG 2 wamebeba kabisa. Sasa tujiulize, leo lawama zinakwenda polisi wameua. Naomba niwaulize Watanzania, tutafakari kwa pamoja. Ikiwa kundi la wahuni wanaojipa nembo ya kuandamana wana silaha ya moto, mlitegemea vyombo vya ulinzi na usalama viwabembeleze? Mlitegemea vyombo vya ulinzi na usalama viwape ridhaa ya kuendelea na utekaji wa miji na makazi ya watu na uharibifu wa mali? Ifikie mahala tukubali kwamba wananchi tunazo haki zetu, lakini pia tuna wajibu katika nchi yetu, na wajibu mkubwa tulionao ni kuhakikisha sisi wenyewe tunakuwa sehemu ya kulinda amani ya nchi yetu. Wavamizi wamevamia maeneo mbalimbali, wamechukua mali za watu, wameenda kwenye ATM, zimevunjwa ATM, wamechukua pesa, vituo vya mafuta vimetiwa moto. Sasa hii hali si nzuri kwa taifa letu. Haya yanayoendelea sasa hivi mnaweza mkayaona kwamba hili ni kundi la waandamanaji, lakini nasema si waandamanaji, bali ni makundi ya uhalifu kwa kiasi kikubwa ambayo yamebeba ajenda za watu wenye faida ya kuvuruga amani ya nchi yetu. Nitoa wito kwa wananchi wa Tanzania wote mahala mlipo. Kwanza, msiondolewe kwenye imani mlionayo na vyombo vyenu vya ulinzi na usalama. Msiondoke huko. Endeleeni kuamini katika vyombo vyetu. Ni kweli yanaweza yakawa yalitokea mapungufu kidogo kidogo katika kutimiza wajibu wao. Watu wameteka barabara masaa 3 4, wana riot, wanaongezeka makundi kwa makundi. Unategemea jeshi la polisi kama chombo muhimu cha kuhakikisha kina enforce utulivu na amani kingefanya nini? Sasa tusiwe watu wa kulaumu tu upande mmoja kwamba polisi imeua, lakini pia hata kuua tuwe wa kweli na waadilifu wakati mwingine. Leo ukimuuliza mwananchi kwamba nipe takwimu ya maiti ngapi umeona kwenye mtaa wako, anaweza hata mmoja hayupo kwenye takwimu kama nimeona maiti, lakini mtu anazusha anasema ziko maiti za kumwaga zimerundikwa. Wazazi majumbani kwetu, tuwe makini katika kulea vijana wetu. Tusiwe sisi ndio wenye matamshi hatarishi kwenye familia zetu. Hawa watabeba haya na kwenda kuona kwamba sasa ndio msingi wa nchi yetu, kitu ambacho si sawa. Tanzania, uchaguzi tumefanya umeisha. Tunayo kazi kubwa ya kujenga nchi yetu. Wengi walitamani vurugu kwa sababu hawakuwahi kupata madhara ya vurugu hizi, lakini ni imani yangu kabisa kwamba sasa hivi Watanzania wengi wameelewa japo kwa uchache nini madhara ya kuvuruga nchi yao. Na tuwe watulivu sana katika kipindi hiki. Tusiwe watu wa mashambulizi kusema kwamba jeshi limeua, polisi wameua. Mbona kama kweli wewe ni mwadilifu wa nchi yako, mbona uzungumzii wahuni walioua?
Mbona uzungumzii wahuni waliovamia mali za watu na kuharibu? Mbona uzungumzii watu waliojiorganize kuandamana maandamano haramu bila kufuata utaratibu? Kwamba jeshi la polisi lilitumia nguvu ya wastani baada ya kuwa waandamanaji haramu na watu wasiotakia taifa letu amani, wavurugaji, wezi kuingia na kufanya uharibifu. Leo tazama wananchi wa Kimara wanavyopata shida ya usafiri, lakini serikali nayo inachukua tahadhari kuingiza magari yake barabarani. Lazima kama wananchi tutoke na tuonyeshe kwamba hatukubaliani na haya yanayofanywa. Niwaombe nyote wa Tanzania, mikoa yote, kwanza tuvishukuru vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kurejesha amani iliyopatikana mpaka sasa. Kama kuna kaajenda fulani kanatengenezwa kuparaganyisha muungano wa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, hii nayo viongozi wa vyombo ni vizuri mkakaa imara. Lugha yenu mnasema kukaa timamu. Mshikamane, kwa sababu tupo kwenye wakati ambao unatafutwa ufa ili ufa upatikane, watu waingie wenye nia ovu. Kina wajibu wa kuhakikisha kinakaribisha mazungumzo ya kidiplomasia baina yake na vyama vingine vya siasa ambavyo wanapishana kimtazamo. Mimi wito wangu kwa Chama cha Mapinduzi ambacho ni chama tawala ni kwamba kinayo dhima ya kuhakikisha kinaleta Watanzania pamoja, nchi pamoja, na kusikiliza pia hawa wanaosema no. Kwani wanasema no? Wanataka nini? Kuna nini? Kuna sababu gani? Nadhani hayo yakifanyika hayo kwa umakini mkubwa itasaidia kuharmonize nchi yetu, kwa sababu hatuwezi kudisregard completely. Ni kwamba kila upande utimize wajibu wake vizuri na hatimaye nchi iweze kubaki salama, kwa sababu sote tunachulia ni nchi yetu ya Tanzania. Uchumi umeharibika kwa kiasi gani? Mapato ya serikali yameharibika kiasi gani? Sasa unachoma mwendo kasi ambayo wewe ndio unapanda kila siku, unadhoofisha nguvu ya serikali ya kutoa huduma kwenye jamii yetu. Haya tujue ni madhara makubwa ambayo waathirika ni sote. Viongozi wanaathirika, wananchi tunaathirika, wafanyabiashara wanaathirika, kila mtu anaathirika. Hakuna maana baki salama katika hali kama hii. Haya lazima tuyakemee kwa pamoja ili nchi yetu iweze kubaki salama.